Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amani ya Mungu na baraka zake na neema zake ziwe na nyote kwa wale wote waliomwamini Mungu na siku ya kiyama. Ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, nina mazungumzo machache kwa muda mchache sana leo. Kama mnavyonifahamu, naitwa Mwaipopo, ni mhubiri. Lakini leo nitajikita hasa kuzungumzia masuala ambayo yamekuwa yakizunguka kwenye vyombo vya habari, ambayo yamejikita sana katika nchi yetu ya Tanzania na imefikia mpaka kiwango watu cha kujenga chuki baina ya watu na watu. Hata wanapozungumza watu huwataja watu badala ya kutaja kazi yao. Mfano, Tanzania tumekuwa na wawekezaji wengi sana, lakini kwenye madini na sehemu zinginezo hatujawahi kuwatamka watu kwa kabila zao au rangi zao. Lakini jambo la kushangaza, wawekezaji hao waliokuja au wanaotaka kuja kupitia bandari wanaitwa Waarabu. Waarabu. Kwa nini msiseme atuwape wawekezaji bandari tu basi? Kwa nini wataje kwa kabila zao? Hii inaonyesha ni chuki. Na tunaposema ni chuki, baadhi ya watu wanajiona kama wana hati miliki ya kuchukia watu ila wao wasikosolewe. Baadhi ya watu wanasema mnawatetea mkataba sio wa Waislamu na Waislamu wala Waislamu. Sisi hatusemi mkataba wa Waislamu na Waislamu. Naomba mtuelewe. Tunachozungumzia sisi ni yale maneno ya kifedhuli. Hata kama kuna makosa katika mkataba, rekebisheni mkataba, lakini msimwataki mtu kwa kabila yake. Sasa labda nichambue kidogo. Kumekuwa na maneno ya uongo ya kifedhuli yasiyokuwa na maana yoyote. Watu wanafikiria wanasema kwamba Waarabu hatuwezi kuwabinafsisha bandari, walitutesa sana. Acheni maneno ya uongo na ya chuki. Nataka leo mnisikilize kwa makini na tuache watu fitna. Na kuna watu mnadanganya watu, na leo nadiriki kusema kwamba maneno haya kuwachukia Waarabu yamejengeka toka tukiwa tunasoma primary, secondary, tunafundishwa historia ya uongo kwamba Waarabu walikuja kutesa watu, Waarabu walikuwa kimpasua mwanamke, wanaona mtoto alipokaa ndani. Haya maneno ya wapi ya uongo? Uongo gani wa namna hii? Na niwaambie Waislamu na Waafrika wenzangu na Watanzania kwa ujumla na mlioko nje ya Tanzania, kama hatukulinda heshima ya historia ya nchi yetu, historia ya dunia, basi wallahi billahi tutabaki tunachezewa na wasiotakia mema nchi zetu za Afrika na hata dini yetu ya Kiislamu. Sasa nitaanza kukuonesha kwamba Mwarabu hajawahi kufanya ufedhuli yoyote. Mwarabu hajawahi kumtesa mtu yoyote nchi hii. Ukitombea Mwarabu ana kiburi, ana dharau, anafanya ni kawaida ya mtu mwenye pesa. Hata wewe yule yoyote akiwa na pesa anaweza akajisikia. Kwani Waafrika wangapi wako hapa wanajisikia? Tunawajua, majina tuwataji. Lakini yale mema anayofanya Mwarabu hamyasemi. Labda nitaanza kueleza. Moyo wa kweli na mnivumilie na mnistamili. Kwa sababu kuna watu wengi akili zao zinawatuma kwamba ukiwasema wema wazungu ndio umeusema Ukristo. Wazungu sio Wakristo. Ila ni asilimia chache sana ndio Wakristo. Wazungu hawana dini. Nendeni Ulaya mkaoni kama mjatembea. Nendeni mkaoni. Sasa ninachotaka nikisema ni kipi? Waarabu ndugu zanguni wametenda mambo mema sana nchi hii na duniani, lakini hamtaki kusema ukweli. Hamtaki tu kusema ukweli kwa chuki za kuwachukia Waarabu. Kwa sababu gani? Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa Mwarabu. Ni chuki hiyo tu, tusidanganyane, tusiongopeane. Ni chuki hiyo tu. Mtu anajua akimkubali Mwarabu kwamba ni mwema, amemkubali Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akimkubali Mtume kisha usapoti Uislamu, kwa ni bora tu aseme Waarabu wote wafai hata kama wanafaa. Lakini mbona mambo mengi wameyafanya akheri Waarabu duniani na msemi? Mfano hata Tanzania. Mnatufitinisha vibaya na watu. Chuo kikuu kile cha Dodoma, kile chuo kikuu cha Dodoma kwa asilimia kubwa wamechangia Waarabu ndio waliojenga. Kama mjui labda tukuelezeni siri. Kwa asilimia kubwa Waarabu wamechangia kujenga kile chuo kikuu cha Dodoma na hawajawahi kujionyesha maskini wala hawajadai. Na wala hajamwambia mtu yoyote. Labda tukuelezeni kwa hili. Sorry. Kama watu wengi hawajui, naomba ili jambo watu walijue. Acha chuo kikuu kile. Daraja la Mzee Mkapa lililoko kusini, watu gani waliojenga? Sio Waarabu wale. Mbona mwelezi mema yao? Mbona mwelezi mema kama kweli nyinyi mnajua kuchambua? Mbona mwelezi mema? Elezeni haya mema yote. Wamejenga Waarabu. Mbona hayo mema hamuyaelezi? Mnachagua yale mabaya mnayowatengenezea Waarabu,
ndio mnasema huu ndio uovu wa Waarabu. Aya, acha hayo, tuje tuangalie maovu ya wazungu zidi ya Waarabu. Wapi mzungu aliwahi kufanya ushenzi na ufidhuli duniani? Wapi? Lakini historia ya wazungu iko wazi. Iko wazi ndugu zangu Waislamu. Wazungu juzi hata miaka 40 bado au 30 walitawala South Africa kwa mabavu. Wamemfunga Nelson Mandela miaka 27. Yale mambo angeliyafanya Mwarabu, wallahi billahi ilikuwa ni historia mbaya sana iandikwe. Ilikuwa ni historia mbaya, lakini kayafanya mzungu kabulu yule. Kawaua ndugu zetu, Mandela kamfunga jela, kamwachia mshachoka kabisa. Wazungu wao, fedhuli wao. Mbona msemi? Wazungu wameitawala kusini mwa Afrika, Waleno ambao ndio Wakatoliki. Walitawala Mozambique. Mpaka kalazimika Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, rais wa kwanza wa Tanganyika au wa Tanzania, akasema hatoshughulika na lolote paka hakikishe kusini mwa Afrika yote imejitawala. Tulikuwa tukipambana na watu gani kama sio wazungu wale? Si ndio wale itawala hapo Mozambique? Mpaka sisi tukatoa askari wetu chini ya Frelimo kwenda kupambana na Waleno ambao ni Wakatoliki. Mbona hili hamlisemi? Kwa sababu tu ni wazungu wanasema kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Hilo tu basi. Na mimi nasema, naomba nieleweke, mimi nilikuwa Mkristo tena Mkatoliki, nimeanzia Ukatoliki baadaye nikaokoka. Na wallahi naujua Ukatoliki vizuri. Mimi unavyoniona nimebatizwa. Mimi nimepata komunio ya kwanza. Mimi nimepata kipaimara, sakramenti zote mimi nimepata. Mimi misala ya waumini naijua vizuri na usoma na Katoliki. Mwenelewa maana? Kwa usije ukafikiri unaongea na mtu bubusa, na ujua Ukristo na ujua Ukatoliki nje ndani. Na baadaye nikaja kuokoka pale Mbeya uwanja wa Sabasaba. Aliyeweka mikono kichwani kwangu ni Moses Krola ambaye ni hayati hivi sasa. Ndio aliyeweka mikono kichwani kwangu. Watu wa kwanza kuleta wokovu. Sasa tunaposema uzungu tunaujua. Tunapougusa Ukatoliki tunaujua. Wazungu hawa ndio waliotutawala Tanzania, wakawa wanachukua mali zetu wanaenda kulia wapi? Nairobi. Wakajifanya Nairobi iwe chini yao. Mpaka ikalazimika Wakikuyu na Wakenya kwa ujumla wakaunda jeshi linaloitwa Mau Mau la kupambana na wazungu. Mpaka wakamwaga damu ndani ya Kenya. Wazungu ndio wakaiachia Kenya. Mpaka leo hii South Africa kuna maeneo ndugu zangu Waislamu ambayo ngozi nyeusi upiti. Mambo haya nenda Warabuni, wallahi hakuna eneo lolote wanaweza kusema hapo watakaa Waarabu tu, Waafrika wakai. Hakuna. Unakuja kutuambia nini sisi kwamba Waarabu wametesa watu? Wamemtesa nani? Wamemtesa nani? Watu wanaokwenda hija, si mnaona? Wangekuwa wanatesa watu wangekuwa wanakwenda hija kwa amani na mnele na wanarudi. Watu wananyenyekea ndani ya haji. Ndugu zetu wako Omani hapa, wako Dubai, mataifa yote yanakwenda Dubai. Haya Waarabu walimtesa nani? Haya nionyesheni Mwarabu mmoja, labda nikupeni mfano. Ukitaka kujua Waarabu Mungu kawapa ni neema, ni ahadi ya Mwenyezi Mungu. Na ni ile dua aliyoomba Nabii Ibrahim akiwa amesimama katika jongo la Arabu. Mwenyezi Mungu ajalie kuwapa neema maisha watu wao wa jongo la Arabu. Wallahi dua ile Mungu alisikia kwa mujibu wa Qur'an. Mungu akasema na hata atakayeni kufuru nitampa. Hata atakaye kufuru madamu yuko ardhi ya Waarabu, Mwenyezi Mungu atampa. Kwa hiyo Waarabu Mungu ameshawapa na ataendelea kuwapa. Hata kama wazungu watachukia vipi, wasiokuwa Waislamu watachukia vipi, Waarabu Mungu amewapa na ataendelea kuwapa. Takupenda hata mfano mmoja mpime. Mimi nimejaribu kufanya research hata kwa Afrika kwetu. Nimetembea mikoa yote Tanzania bara. Nimetembea Tanzania yote na wilaya 80%. Hata Waarabu walioko Afrika, nionyesheni ni Mwarabu gani ambaye amechoka kabisa na uhakika wa kula milo 3 hata kwa Afrika? Ni upi? Waarabu ambao ni wachache ndani ya nchi ya Afrika, hata Tanzania, kwa 80% sisi wa Afrika ndio tunakwenda kuwafanyia kazi. Sisemi kwa kujidhalilisha, nazungumza haki na ukweli. Hata hizo timu zenu kubwa za mipira mnazozipenda, ukienda Yanga, mfadhili wa Yanga ni nani? Sio Mwarabu. Mbona mnasema hayo? Mwarabu mmoja anakufurahisheni nchi nzima, mnafurahi. Sio Mwarabu huyo? Aya, mdhamini wa Azam, sio Mwarabu huyo? Na uwanja kakujengeeni, mnacheza, mnafarijika, sio Mwarabu huyo? Leo utasema Mwarabu wana maana. Na wapi duniani uliwahi kukuta Mwarabu binti wa Kiarabu? Hata ukienda Ulaya
Nionyeshe binti wa Kiarabu aliyetoka Saudia, aliyetoka Omani, aliyetoka Yemen, aliyetoka Emirate, wallahi akaenda Ulaya, binti wa Kiarabu ukamkuta nafua nguo za mzungu. Wapi wewe kumkuta houseboy au house girl Mwarabu Ulaya? Wale ni watu ambao Mungu ameshawapa. Ni watu Mungu amesha. Hatusemi kwao hakuna maskini katika mataifa yao. Wapo. Hata huko Afrika wapo, lakini kwa asilimia chache mno. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia sisi Waislamu, labda tukuelezeni Waislamu msiojua maneno ya Mtume. Mtume anasema wapendeni Waarabu kwa mambo matatu tu, na lazima tuwapende Waarabu kwa mambo hayo. Na hata Mtume angekuwepo tungemtetea bila kuangalia Waarabu wake, na mpaka leo tutatetea heshima ya Mtume. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema wapendeni Waarabu kwa mambo matatu. Jambo la kwanza, mimi mtume wenu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni Mwarabu. Kwa jambo la kwanza, Waislamu lazima tuwapende Waarabu na kuwathamini na kuwatetea. Jambo la pili, Qur'ani imeshushwa kwa lugha ya Kiarabu. Ili ujue Qur'ani lazima ujue lugha ya Kiarabu. Na ili ujue dini ya Mungu lazima ujue lugha ya Kiarabu. Aya, utawatenga vipi Waarabu? Utawatenga vipi? Jambo la tatu, Mtume anasema siku ya Kiyama watu wote wa peponi wataongea lugha ya Kiarabu. Kiingereza kina matabu. Kwa Waarabu ni lazima tutetea. Yani kama vile Wakristo wanavodanganyana na kudanganya watu kuwatetea Mayahudi eti Uyahudi ndio umeleta neema duniani. Kitu cha uongo. Mayahudi wamelaaniwa kwa ulimi wa Nabii Isa bin Maryam. Yahudi wamelaaniwa na manabii wote. Hakuna neema zidi ya Mayahudi. Hata ukisoma katika Biblia. Biblia inaeleza wazi. Katika kitabu cha Mathayo, ufalme wa Mungu utaondolewa kwenu 23 ngapi pale? Watapewa taifa lingine lenye kuzaa matunda. Ni taifa gani? Ukisoma 16:7 pale Yohana. Si Yohana anasema yawafaa ninyi mimi niondoke duniani kwa sababu mimi Yesu hamkuniamini, lakini tazameni waje nabii nyuma yangu, nabii huyo atakayekuja kwenu atakuja kuhakikisha ulimwengu mzima kwa habari ya haki, dhambi na hukumu. Ni nani huyo nabii? Ni nani? Huyu ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hata Qur'ani imemthibitisha nayo. Ukisoma sura ya 61 aya 6. 61:6 Qur'an. Mungu anasema, na wakumbusha aliposema Nabii Isa mwana wa Maryam kuambia Mayahudi, enyi wana wa Israeli, mimi ni mtume wa Mwenyezi Mungu kwenu. Nimekuja kusadikisha liweko kabla yangu na kutoa habari njema za mtume atakayekuja baada yangu mimi Yesu. Na jina la mtume huyo ataitwa jina lake Ahmad au Muhammad, sio nabii wa Mungu huyo. Sasa vipi sisi tuwaweke pembeni Waarabu alafu mtuambie tuwe na mifumo yetu? Sisi kama Waislamu, Waarabu ni lazima tuwape heshima, sio tujipendekeze au tuseme kwamba tuwe watwana kwa Waarabu au tuwe vibaraka. Hapana, tunaishi na Waarabu kama tunaishi na ndugu zetu Waislamu, kama tunavyoishi na watu wote. Kwa ili nataka niliseme kwamba Katoliki ina chuki na wazungu, baadhi wana chuki na Waarabu kwa sababu Waarabu ni Waislamu na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa Mwarabu. Naye anayasema mimi Mwaipopo, mimi nilikuwa Mkristo, nilikuwa Mkatoliki na niliokoka na Ukatoliki na ujua vizuri, na kama utapinga wewe nipigie namba yangu ya simu iko hapo kwenye screen ya simu yako. Wewe uliza lolote mimi nitakujibu vyovyote na muda wowote na wakati wowote. Huwa sifungi data. Kama uko nje uko popote mimi nitajibu tu. Huwa sifungi data. Na nataka niwaambie, kuingia katika hizi dini ya Uislamu usifikiri tunaingia kwa kutongozwa tupewe kazi au tupewe mke au tupewe pesa. Waislamu watafuti watu waingie kwenye dini ili wawape fedha. Tena uone kwamba ujue kwamba ni dini ya Mungu. Wallahi ukiingia kwa Waislamu ukasilimu ukasema nimefuata pesa, Waislamu wote wanakuchukia na kukimbia. Kuoneka kwamba wewe hawakuhitaji, hawahitaji Muislamu wa kununua. Hakuna hata shekhe mmoja anaweza kaenda kumnunua Muislamu. Hata mmoja. Hakuna. Kwa hiyo mtu anaingia katika Uislamu amesalimisha nafsi yake yeye, sio kawasaidia Waislamu. Yeye ndiye kaisalimisha nafsi yake. Anapouacha Uislamu ameangamiza nafsi yake yeye. Uislamu haununui watu wala ulazimishi mtu kuingia katika dini. Mungu ametukataza. Hakuna kulazimishana katika dini. Wewe ukichagua dini za kifedhuli chagua, ila cha moto utakiona baada ya kuondoka. Kwa sababu baada ya maisha haya yapo maisha baada ya maisha. Kwa huu ndio ukweli wa Uislamu,
na ndio ukweli wa Waarabu, na ndio ukweli wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hata hizo timu zenu za Ulaya, nani anayezifadhili sasa hivi kama sio mapesa ya Waarabu? Au kina Ronaldo wote sio wamekwenda Saudia? Sasa hivi Ronaldo paka kanzu anavaa na kilemba na hagal. Tena wengine kwa habari za chini wanasema kwamba inasemekana ameshirimu. I don't know, lakini kwamba Waarabu ndio wanaowafadhili. Kwa Waarabu ndio wanaifanya dunia ipate starehe. Qatar kombe la dunia mliona? Mwarabu kafunga viwanja vya dharura, kamaliza mpira, kafungua viwanja, kakunjua, jambo linaendelea kama kawaida. Leo utasema Mwarabu ana maisha kutumikisha watu? Au alitesa watu? Alimtesa nani? Alimuhalasi nani? Alimsumbua nani? Kwa sababu tu ya kumwamini Mungu mmoja na kumwamini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hilo ndio sababu ya kumpiga mateke Mwarabu. Kwa hiyo nataka niwaambie Katoliki, na mimi nasema wazi, wala sio kama napandikiza chuki, ila wakisema wengine mafuta, tukisema sisi shubiri. Wakisema Katoliki na walaka mafuta, tukisema sisi shubiri. Lazima tuseme, ni wakati wa wazi na ukweli, lakini si kwamba tunawatukana Katoliki au Wakristo, si kwamba tunawachukia. Mimi baba yangu ni Mkatoliki na amezikwa Kikatoliki. Nakumbuka hata padri aliyenibatiza, na mimi nimezaliwa ndani ya ndoa ya Kikatoliki. Mama yangu amekufa, ndugu zangu wote ni Wakatoliki, wa Lutherani, wa Lokole, lakini wallahi wamenichangia na wakanipa sadaka, nenda kamzike mama yetu. Sasa utasemaje bila adui? Si tuna adui na Wakristo? Ila wako baadhi ya Wakristo hawataki kuona Waislamu, ndio kweli. Au hawataki kuona Waislamu wanapata neema. Na hili lazima tuseme kokote pale. Atakayechukia achukie, atakayefurahi afurahi. Kola kuini chungu, lakini kwa ajili ni dawa ya malaria, utameza tu ili upone. Hivyo hivyo tu. Tusitaki kudanganyana. Tusitaki. Na hapa ndio Waislamu, nataka nikuelezeni kitu kimoja. Waislamu ifike wakati tuungane. Na kuungana kwa Waislamu hatuungani kwa ajili ya bandari. Watu waelewe, kwa sababu imekuwa mtu akisema anataka waungane kwa ajili ya bandari. Bandari si tuungane ya nini? Bandari imekuta Uislamu na bandari itaondoka, Uislamu utaendelea kuwepo na maisha yapo. Sisi hatushoboki kwa ajili ya bandari. Kama pesa Waislamu wanazo, kama kula Waislamu wanajua kula, kama kuvaa Waislamu wanajua kuvaa. Hakuna utakachowadanganya Waislamu dunia hii. Kila kitu. Kama kusoma, Waislamu ndio magenius. Kama Muislamu anaweza kaweka Qur'an juzuu 30 kichwani, utamdanganya nini? Hesabu itamshinda. Kwa mstaki kutudanganya bwana. Sisi hatuzungumzi hapa mambo kwa kukurupuka tu, hapana. Hata siku moja. Tunawaambia na wale vibaraka wa kanisa, Waislamu lazima sasa tuungane, tuwe kitu kimoja. Tuondoe tofauti zetu. Kanisa Katoliki lipo katika wakati mgumu sana, kwa sababu baadhi ya makanisa tayari wameshalikataa kanisa Katoliki. Tunahitaji tuishi kwa kuheshimiana, kuheshimu mamlaka, kuheshimu serikali na kuheshimiana sisi kama sisi. Leo Waislamu waliwahi kutaka mahakama ya kadhi nchi. Mbona hawakupewa? Kanisa lilisema hakuna kadhi. Lakini Waislamu kuonesha kuwa ni waungwana walitulia. Bado nakumbuka wakati ule waziri wa mambo ya nchi za nje ni Bernard Camillus Membe aliwahi kwenda bungeni kapeleka mswada wa kutaka Tanzania ijiunge na OIC, Organization Islamic Country. Walikataa Wakristo. Walikwenda kukaa. Maaskofu zaidi ya 20 walikaa kule Bagamoyo, wakatoa walaka. Wakaitaka serikali isikubali kabisa kutupa mahakama ya kadhi, isikubali kuungana na OIC. Wakati ukiangalia lesho Waislamu nchi inaweza kuwa ni wengi Waislamu au tuko sawa kwa sawa. Wakati huo utashangaa Uganda OIC imo. Ukienda kuangalia wakati huo Kenya mahakama ya kadhi ipo na Waislamu huko ni wachache kuliko sisi. Kwa nini sisi tunyimwe kadhi? Kwa nini sisi Katoliki kuingia kwa OIC? Na hiyo OIC hata ikijiunga huko serikali, si kwamba zile pesa wanapewa Waislamu, ile pesa inaingia kwenye serikali ya muungano. Lakini kwa sababu tu wale wanaojiunga ni Waarabu, walikataa. Kanisa limesema hakuna kabisa. Na serikali ikasalenda, ikaacha. Waislamu wakataka kuja juu. Kwa sababu Waislamu ni waadilifu
na ni waungwana, wakasema basi ili acha lipite, isiwe ndio sababu ya kuvuruga amani na umoja wa kitaifa. Jambo likapita. Sasa kanisa lisijifanye lenyewe ndio linajua kusema sana, lina uchungu wa hii nchi. Nchi ni yetu sote, tuna haki ya kusema. Madamu hatuvunji kanuni na taratibu za kinchi, hatuisambulii serikali wala hatusambulii mtu binafsi, tunayo haki ya kutoa maoni yetu na sisi kama Watanzania. Sasa tukisema hivi mtu anatupeleka nyinyi mnatutia hivi, hamna uzalendo. Yani uzalendo sisi hatuna. Yani kusema haya sio uzalendo. Nyinyi ndio mna uzalendo. Mngekuwa na uzalendo nyinyi wa Katoliki wa Kristo, nyinyi mngekuwa wazalendo. Mngekuwa mnajilimbikizia mali nyinyi peke yenu. Kama nyinyi mimi naujua Ukristo, nyinyi wazalendo mngekuwa mnakula pesa peke yenu za kanisa. Hata mashule na hospitali mnajifahamu mmejenga, si uongo tu. Yanamsaidia nani bwana? Hiyo ni biashara ndani ya Ukristo. Uongo mtupu. Mimi nina ushahidi. Ukienda Mwanza Bugando kutibiwa hospitali ya Katoliki, pesa unayotoa ni bora kuliko katibu ya hospitali ya serikali. Sasa dini iko wapi hapo? Mnamsaidia nani? Mnamsaidia nani? Mimi najua chombo cha dini ni kurahisisha maisha kwa watu wake na watu wasiokuwa wake. Madam ni watu kinatoa msaada. Sasa mnamsaidia nani? Kama gharama iko pale pale tena zaidi, nenda Bugando kaoni. Mnatuambia mna chuo cha madaktari, ni kweli mnavyo vyuo vya madaktari, mnavyo vyuo vikuu, mnayo mashule, lakini nendeni ndugu zangu Waislamu na Watanzania mkaangalie gharama inayotoka kwenye hayo mashule na hizo hospitali. Na hizo bado hospitali zinapewa ruzuku na serikali. Huo ndio uzalendo? Huo ndio uzalendo? Mimi nafikiri wazalendo ni Waislamu ambao wanakubali kula haki yao, wanasomesha kwa gharama zao, hawamdhulumu mtu, hawali cha nchi. Ukiona misikiti imejengwa, vyuo vya Waislamu vimejengwa, madrasa zimejengwa, ni sadaka ya Waislamu ndogo ndogo inaungaunga, au Muislamu mmoja kasimama ametoa kachangia kwa uchungu wa dini yake na Waislamu wengi. Kwa hiyo nimalize na tamko moja la kusema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kila ugonjwa una dawa, na kurudisheni kwa profesa. Kila ugonjwa una dawa kasoro uzee na umauti. Sasa kuonesheni haya, mimi Sheikh Mwaipopo na wenzangu tumeanzisha kundi kubwa baada ya kuona maradhi yamezidi duniani na hasa Tanzania, na Qur'ani ipo. Na Qur'ani ndio final say. Hatuwezi kuiacha Qur'ani kama kitabu bubu ambacho hakisemi. Kinasema, naomba mnisikilize vizuri, kila ugonjwa una dawa. Hana maana mtume tuchemshe Qur'ani tunywe maji yake. Hana maana mtume tuchemshe Bukhari na Muslim tunywe maji yake. Ana maana tuingie ndani ya Qur'ani, tufanye research, tufanye utafiti yakinifu, alafu tugundue baadhi ya mambo mle. Na kama nasema uongo, aje asiyekuwa Muislamu aniambie na Biblia nayo ni dawa, anionyeshe aya gani ndani ya Biblia ni dawa. Tunaweza tukaisoma ikaleta tija kwa watu. Wallahi wa billahi wa tallahi. Kwa haraka watu wenye matatizo ya pressure, sukari, vidonda vya tumbo na kupanuka moyo kuwa mpana. Naanza na hivi vitu tunadili navyo na watu wanapona duniani kote. Na tumekuwa tukifanya utafiti yakinifu. Maradhi haya yanatokana na nini? Asili yake kubwa ni nini? Kwanza asili yake kubwa magonjwa haya ikiwemo kama pressure ni kula vitu vyenye sukari sana, ikiwemo na ugonjwa wa kisukari. Kula sukari kwa wingi, kutokufanya mazoezi, kwa sababu mazoezi ndio sifa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yaani kuonesha Uislamu ni dini inayokubaliana na mfumo wa maisha ya mwanadamu duniani na kesho akhera. Ndio Uislamu. Na ndio maana Mungu katika Qur'ani sura 30 aya 30 akasema uelekeze uso wako katika dini iliyokuwa sawa sawa. Dini ya Kiislamu inayoendana barabara na maumbile ya mwanadamu. Sasa maumbile ya mwanadamu yasiyokuwa na tiba yatakuwa maumbile? Mtume anavyosema kila ugonjwa una dawa kasoro uzee na umauti. Dawa iko wapi? Ndio dawa inakupa. Na ninakueleza chanzo cha maradhi hayo. Kwanza ni kula vitu vitamu, kutokufanya mazoezi. Mtume alikuwa anafanya mazoezi. Mtume alikuwa very giant, hakuwa dhaifu. Alikuwa very strong. Akikamata umekamatwa na mkono wa mwanaume sababu anafanya mazoezi. Kutokufanya mazoezi na vile vile kula sana kupita kiwango. Kila wakati mtu manyama unakula tu, ni unapakia tu. Yaani una kiwango cha kula. Ulaji huo ni hatari. Kula mafuta sana
kusababisha kitu wazungu wanasema cholesterol. Cholesterol ni neno la kizungu tu, kwa Kiswahili ina maana mishipa ile inayotembeza damu kwenye mwili yako imejaa mafuta, kwa hiyo damu inashindwa kutembea kwa kasi inayotakikana. Sasa kushindwa kutembea damu, wazungu wakachagua jina maalum wakaita high blood pressure. Yaani ule moyo unashindwa kusukuma damu unapopiga. Hatima yake damu yako inakwenda kwa shida kama vile maji yanapovuta kwenye bomba ukiwa umelizuia. Hii ni hatari sana. Ukupelekea kupata kiharusi ambao kwa lugha ya Kiingereza tunasema paralyze au stroke. Inakupiga upande mmoja wa kulia au wa kushoto. Kupelekea mishipa ya fahamu kupasuka na kuweza kupoteza maisha ghafla. Sasa usifikie huko. Sukari na presha ni mtu na mke wake. Sasa hivi vyote uwezekano wa kupona kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu upo, na kukufikishia huduma zetu duniani popote ulipo kwa usafiri tunaita DHL. Popote ulipo, uwe Amerika uwe Warabuni, tunakufikisha tiba zetu. Na dawa ya maradhi haya usifikiri utakula siku moja ukapona. Dawa hii unatumia mwezi mmoja na siku 10. Ndio unasikia pressure yako imekaa normal, sukari yako imekaa normal. Na kwa nini watu wengi wanakosa nguvu za kiume? Bado tunarudi kwenye lishe. Hebu tuiweke sukari yako sawa na pressure yako sawa. Na moyo unapopanuka usifikiri utakuwa salama. Kwanza unapopanuka moyo, kupumua kwako unakuwa kwa shida, hata kutembea kwako, kutembea kidogo unachoka sana kwa sababu moyo wako umekosa uimara. Tupigie simu duniani popote ulipo kwa nambari yetu hapo kwa WhatsApp. Sisi tutakusaidia tiba zetu, tunatoa tiba kiimani bila ushirikina wa aina yoyote. Na vile vile tunashiriki dua zetu tunazifanya usiku na mchana, na hizo dua ni bure, hakuna malipo yoyote. Maana ya dua ni maombi, kumwomba Mwenyezi Mungu akufanyie jambo lako unalotaka kwa jepesi. Ukihitaji dua hiyo unatupigia simu, unatupa jina lako, unatata tatizo na nchi ulionayo. Ila kama utapenda kutoa sadaka, Mtume anasema sallallahu alaihi wasallam, tibieni maradhi yenu kwa kutoa sadaka. Kama utaona dua hii nitoe sadaka, basi utatoa, lakini sio lazima. Ila dawa za maradhi ni lazima utalipia. Maradhi ya pili na ya kumalizia, ndugu zangu Waislamu na msoko Waislamu, hii ni tiba. Yako maradhi Waarabu wanasema ni sihiri na uchawi uko, na hata Mtume kwa ushahidi wa Qur'ani au kwa ushahidi wa historia aliloga. Na aliyemloga Mtume alikuwa ni Yahudi. Wanaviona wanatuambia Yahudi yule alichukua kucha za Mtume na akachukua nywele kwenye kitana chake, akafunga mafundo, akaenda akatupa kwenye kisima. Baada ya kutupa mlo kwenye kisima, lakini wakati anamloga Mtume ndio hapo watu wajifunze, sio kila jambo ni kadari. Kuna kadari kweli na kuna mambo yanafanywa kutokana na udhaifu wetu binadamu. Huyu mchawi alimloga Mtume, akamwambia Mungu kwa dua hii, akasema hivi: Mwenyezi Mungu, kama Muhammad ni mtume wako, uchawi huu umpate. Kama sio mtume wako, uchawi huu usimpate. Hivi dua hii kwa akili ya kawaida Mungu ataikataa? Mungu hawezi kukataa hii dua. Akasukuma kitu ule mchawi, Mtume sallallahu alaihi wasallam uchawi ukampata. Na ulivyompata Mtume uchawi huu, kuonesha Qur'ani ndio final say. Hakuna kilichokuwa juu ya Qur'ani. Mtume akawa anasoma zile mwadhateni, wallahi wa billahi wa tallahi. Mtume akarudi kwa very strong, kuonesha Qur'ani ni kitabu cha hatari sana ukikijua. Sisemi kujua kusoma Qur'ani kila mtu anajua. Yaani ni sawa na kuwa wewe unamiliki simu kama hii. Hii simu kuna watu mambo yao yote yanaishia kwenye simu. Dunia yote anacheza nao kwenye simu. Na kuna watu akiwa na simu kama hii, yeye anachojua ni kupiga na kupokea na kutuma message tu basi. Hawezi kucheza na simu. Na ndivyo Qur'ani watu waijue. Usifikiri kila aliyesoma Qur'ani anaweza akajitibu kwa kutumia Qur'ani. Unaweza ukasoma mpaka Saudia, ukasoma Maka na Madina, lakini Qur'ani ukawa hujui kuitumia katika mifumo ya kitiba. Nisiende sana, naona muda wangu unakimbia. Nifupishe maneno ili yawe bora zaidi, lakini tutaendelea kipindi kingine kijacho. Endelea kutufuatilia, kusubscribe, kucomment na kushare katika channel zetu tukufu. Na channel hii unaoniona, endelea kusubscribe na kucomment na kushare ili upate vipindi vinginevyo nitakacho kueleza kwamba uchawi dalili zake zikoje na ili ujiondolee ufanyeje. Unaweza ukatupigia simu na sisi tupo kwa ajili yako, ukapata tiba safi isiyokuwa na makando kando wala na uchawi wala na ushirikina wa aina yoyote. Niseme kwa kumaliza, Mwenyezi Mungu ibariki Afrika, ibariki Tanzania, wabariki Waislamu duniani kote ya rabbil alamina, utupe nguvu na umoja
na midomo yetu isilete faraka katika dunia, vinywa vyetu vilete amani na umoja. Na popote duniani palipokuwa na Muislamu kashika bunduki, basi Mwenyezi Mungu jalia waiweke chini, wa kutangaze wewe kwa njia ya amani na usalama, na amani irejee katika miji yote ya Kiislamu, ikiwemo Somalia, ikiwemo Afghanistan, Chechnya, Bosnia na maeneo yote ya dunia, ikiwepo na Kongo. Mwenyezi Mungu arudishe